Jahazi TV. Nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kulishukuru baraza la UWT wilaya ya Kaskazini Unguja kwa heshima kubwa walionipa ya kunialika kwa mgeni rasmi katika mkutano mkuu wao wa mwaka, mkutano ambao upo kikanuni. Kwa mujibu wa kanuni ya UWT inataka kila mwaka wafanye vikao viwili, kwa hiyo hichi ni kikao cha pili. Lakini baraza limeeleza hatua mbalimbali zilizofikiwa katika utekelezaji wa majukumu yao kama baraza, zikiwemo za kisiasa lakini pia za kijamii. Niliwapongeza sana kwa kazi hizo na kwa kweli niliwasihi waendelee kufanya hivyo. Kadhalika niliwashauri kwamba kwa kuwa jumuiya hii inatokana na chama cha siasa, basi wahakikishe kwamba wajumbe wanashiriki vikao kwa mujibu wa utaratibu na hatimaye kuweza kupata matokeo au yale malengo yaliyokusudiwa katika baraza hili na jumuiya hii ya UWT. Lakini nimewashukuru vile vile kwa kazi kubwa walioifanya ya kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi na viongozi wetu wakuu wa kitaifa, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa kupata ushindi mkubwa sana katika wilaya yetu ya Kaskazini Unguja, ushindi ambao umewawezesha leo hii kuwa tuna marais wanaoendesha nchi yetu. Kadhalika nitumie fursa hii kumpongeza kwa dhati kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyoweza kudhibiti mtikisiko ambao ulitokea tarehe 29 na 30 Oktoba mwaka huu 2025, na huu ndo weledi, huu ndo uwezo, huu ndio ushupavu, huu ndio mahiri na ndio kuonyesha nini maana ya kutoa uongozi. Kwa sababu kiongozi hapimwi nyakati za raha, kiongozi anapimwa zaidi wakati wa shida na changamoto. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa mtulivu, alisimamia anachokiamini ambacho ni katiba na sheria za nchi, lakini vile vile amesimama imara kuwasimamia Watanzania kupata maendeleo yao. Kwa hiyo nimewaomba wenzangu wa UWT hawa wahakikishe kwamba wanaendelea kuhamasisha amani, umoja na mshikamano katika wilaya yetu ili nchi yetu iendelee kuwa imara zaidi. Lakini pia mtikisiko ule tuseme tu kwamba umeiweka Tanzania katika ramani nyingine kwa ufanisi na uwezo mkubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu miaka mingi huko nyuma Tanzania ilibaki kuwa ni kisiwa cha amani, lakini hakikuwahi kupata majaribu makubwa ya namna hii. Leo hii Tanzania imekuwa kisiwa cha amani iliyopitia majaribu makubwa na hatimaye kuendelea kubaki kileleni kwamba ni kisiwa cha amani. Hata ndugu zetu wa Umoja wa Mataifa wamethibitisha hilo kwamba kweli Tanzania ni kisiwa cha amani na ni baba na mama wa demokrasia. Kwa hiyo niwapongeze sana viongozi wetu kwa hilo, lakini nimewashauri vile vile wenzangu wa UWT kwamba lazima tuende katika hatua nyingine za siasa na uchumi. Na siasa na uchumi waitafasiri katika nyanja ya jumuiya yenyewe, lakini pia wanajumuiya kwa maana ya mtu mmoja mmoja. Katika hili nimewakumbusha kwamba ndani ya Zanzibar tunazo fedha nyingi kupitia taasisi yetu ya uwezeshaji wananchi kiuchumi inayoitwa ZEA. Kwa hiyo wao kwa shughuli wanazozifanya wajiunge ushirika na sisi kama viongozi kwa maana ya wabunge, wawakilishi, lakini pia na madiwani. Tutahakikisha kwamba katika kujiunda kwao kama vyombo au vyama vidogo vidogo vya ushirika au vikundi vya maendeleo kwa shughuli wanazozifanya, basi tutahakikisha kwamba fedha hizo zinazotolewa kupitia mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, kadhalika na zile fedha ambazo zinatolewa na baraza la manispaa kama ni gawio la 4% ya kina mama, basi wanazipata ili waweze kujimudu kiuchumi, lakini pia kujiendesha kitaasisi. Ahadi yangu kwao ilikuwa ni kuendelea kuunga mkono kwa hali na mali kila pale ambapo watakuwa na changamoto, na wameonyesha moyo wa dhati wa kuhakikisha kwamba tutajumuika pamoja na tutakwenda pamoja, hatimaye tuwe na wilaya ya Kaskazini iliyo imara zaidi kisiasa, kiuchumi, ustawi wa jamii na maendeleo kwa ujumla. Mimi kwa majina naitwa Bilusi John Mpembo, ni mwenyekiti wa UWT wa wilaya ya Kaskazini Unguja. Leo tulikuwa na baraza la kikanuni la pili au la kufunga mwaka, na katika baraza hili tumetaja mambo mbalimbali.
tumeweza kuelezea mambo mbalimbali ambayo tuliofanikiwa kuyafanya ndani ya kipindi cha mwaka mzima, lakini pia tumeweza kuelezea way forward, yani mambo ya baadaye tutakayoyafanya kwa baadaye. Tumefanikiwa mambo mengi. Kwa mfano, tumeweza kuongeza idadi ya wanawake wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa 10,000. Ina maana kwa sasa hivi tuna wanachama jumla 35,000, kutoka wanachama 25,000 mpaka wanachama 35,000 wanawake kwa wilaya ya Kaskazini A Unguja. Lakini pia tumefanikiwa, tuna jengo letu la mradi pale na nyumba ya mtumishi, tumefanikiwa kuijenga na kufika kiwango kizuri sana tu, kimebaki tu finishing na mambo mengine madogo madogo. Lakini tumefanikiwa pia kupinga vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na watoto. Tulienda katika majimbo, tukaenda katika wadi, tukaenda katika matawi, huko kote tulienda kutoa elimu ya vitendo vya ukatili wa kijinsia ili watu watambue hivyo vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia ni vipi, lakini pia wajue jinsi gani watakapokutana navyo, jinsi ya kuweza kupambana navyo. Kiukweli tumefanikiwa. Baada ya kutoa hiyo elimu, tumepata kutatua changamoto mbalimbali za wahanga mbalimbali waliokutwa na changamoto mbalimbali, kuanzia waliokuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi hata wale wengine waliokuwa nje ya Chama cha Mapinduzi. Tulienda tukatatua, na pale ilipokuwa kusaidia kisheria tuliwasaidia, na pale tulipokuwa tunaona tunashindwa tunapeleka mbele ngazi ya mkoa na inaenda ngazi ya taifa. Kwa hiyo tunapambana na hili swala na tuko sehemu nzuri. Lakini pia tumefanikiwa kufanya ziara mbalimbali ya kuimarisha chama na kuimarisha uchumi wa wananchi kwa mtu mmoja mmoja, kwa wanawake, kwa sababu tulijikita kufanya siasa na uchumi. Kwa hiyo tulikuwa na kitengo cha uchumi ambacho tulikuwa tunashughulikia masuala ya uchumi, kuimarisha uchumi wa wanachama wetu na wananchi wote kwa ujumla. Mafanikio mengine tuliofanikiwa, kwa kweli tumefanikiwa kufanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinarudi madarakani. Kama mnavyoona, tumeshinda kwa kishindo, na sio kwamba kushinda kwa kisingizio, kwa sababu tulifanya kazi usiku na mchana na watu wote walikuwa wanajua. Tulikuwa tunaenda nyumba hadi nyumba, tunaenda kitanda hadi kitanda, mtu hadi mtu, na kuhakikisha wale watu wote tulioandikishwa kwenye daftari, tukahakikisha tumewachukua wote, tumewapeleka kwenye vituo vya kupiga kura na wakapiga kura. Kwa hiyo tulifanya kazi nzuri sana na tukahakikisha tumeshinda majimbo yetu yote ya Kaskazini yapo kwa Chama cha Mapinduzi. Mimi jina langu naitwa Lucy John Mpembo. Lakini tuna matarajio, yani way forward, vitu ambavyo tumeondoka navyo leo tutakavyoenda kuvifanya huu mwaka 2026 kwenda 2027. Kuna vitu tumekubaliana na tayari tumeviandika, kwa sababu kama mnavyojua sisi viongozi tunamaliza 2027 wa Chama cha Mapinduzi, tutakuwa na uchaguzi wa ndani wa chama. Kwa hiyo tumehakikisha mpaka kufika kwenye uchaguzi tuwe tumeshamaliza jengo la nyumba ya mtumishi, lakini tuwe tumeshaweka kitega uchumi pale kwenye jengo letu la biashara, pawepo tayari kuna biashara inafanya kazi ili wanawake wanakuja kufanya biashara. Lakini tutahakikisha tunaongeza zaidi na zaidi wanachama, kuimarisha chama na kuhakikisha kwamba tutaenda tena bega kwa bega kuhakikisha tunakomesha hivi vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na watoto. Yani tunahakikisha kwamba mpaka tuvimalize kwa Kaskazini A. Jahazi TV.